Naam. Hebu tupunguze mawazo ya kusema laiti ningejua kwa kusubiri hadi mambo yaharibike ndipo tulete majuto. Sio kila anayekutafuta anahitaji msaada wa kifedha. Wakati mwingine mtu anaweza kukupigia simu kwa sababu ana mzigo moyoni na anahitaji tu mtu wa kumsikiliza na kuzungumza naye. Tunajua maisha ni magumu kwa kila mmoja wetu, lakini wakati mwingine jambo muhimu ni kuwa karibu na wenzetu na kuwapa muda na kusikiliza wanachokipitia. Na mtazamaji, ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 25 mwezi Julai mwaka 2026, hii ni taswira ya wiki. Ni matumaini yangu kwamba mzima popote ulipo, hujambo na karibu. Nafahamika kama Joseph Lewa. Habari hizi umeperushwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, ambapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana kama Alshifaa Digital Kenya, YouTube tufuatilie kama Alshifaa Television Kenya, na kwenye mitandao ya TikTok, X na Instagram ni Alshifaa Media Kenya. Kumbuka pia unaweza kusikiliza vipindi vyetu vya redio kupitia tovuti yetu ya www.alshifaradiokenya.com. Tuanze na taarifa tuliyoipatia kipaumbele wiki hii, ambapo hali ya usalama katika eneo bunge la Likoni katika kaunti ya Mombasa inatarajiwa kuimarika kufuatia hatua thabiti ambayo ilichukuliwa na mashirika ya kijamii kudhibiti mienendo ya vijana wanaohusishwa na visa vya utovu wa usalama na hata kutumika vibaya na wanasiasa kuzua hofu na vita. Mwanahabari wetu David Lukoya amekuandalia taarifa ifuatayo. Kwa muda mrefu eneo la Likoni limekuwa likigonga vichwa vya habari. Hii ni kutokana na changamoto za kiusalama, huku kundi kubwa la vijana wa eneo hili wakinyoshewa kidole cha lawama kwa kuhusika katika magenge ya uhalifu na vurugu. Ili kusitisha wimbi hili, shirika la Shofco kwa ushirikiano na lile la Capital Youth Caucus Association of Kenya almaarufu CYCA limeandaa mpango maalum wa ushauri na ukuzaji wa vipaji kwa zaidi ya vijana 100 katika kituo cha Shofco eneo bunge la Likoni, ikiwa ni mikakati wa makusudi wa kukabiliana na uhalifu. Ninafurahi siku ya leo tumekuwa na hafla ya vijana hapa kwetu Shofco site, na tumeweza kuelimishwa mambo mengi kuhusu vijana, hasa sisi ambao tunatumiwa kwa mambo mengi ya mabavu, kama kwa vile wakati huu wa kura, ya wakati huu wa siasa, watu wanatutumia kwa njia ambazo hazifai. Kwangu mimi hii training imenifaidisha kwa maana imebring karibu awareness, tujielewe sisi kama vijana ni nini tunataka. Hata hivyo, viongozi wa vijana hao wametoa mwito mzito kwa wenzao kuepuka kutumiwa vibaya na wanasiasa ili kutekeleza vurugu, hasa wakati huu ambapo joto la kisiasa linazidi kupanda. Wamesisitiza kuwa kutumiwa huko kama nyenzo ya kuchochea uhasama sio tu kwamba kunahatarisha usalama wa eneo hilo, bali pia kuna haribu mustakabali wao na baadaye. Ya wakati huu wa siasa, watu wanatutumia kwa njia ambazo hazifai. Sisi siku ya leo tumeweza kuhimizwa kwamba tuwe watu ambao tunapeana amani, tuwe watu ambao tunatumia hekima na maarifa, tusiwe watu ambao tunatumika kwa vitu ambazo hazifai na haziwezi zikatusaidia sisi kama vijana. Kwangu mimi advice yenye naweza pia wenzangu ni ya kuwa tujiweke kwenye vikundi vya kutujenga, tujiweke kwenye vikundi vya kutufaidisha. Afadhali tutoe pesa, tufungue hata kama ni CBOs, tufanye maendeleo katika jamii, kitu ambacho kitatufaidisha na familia zetu, kwa maana sisi ndio uso wa jamii. Ripoti hii inaashiria mwanzo mpya wa amani na usalama katika eneo bunge la Likoni, huku nguvu kazi ya vijana ikielekezwa kwenye maendeleo badala ya vurugu. Kitambo ilikuwa ndio hiyo insecurity, lakini kwa sasa tangu huyu mkuu wa polisi aingie na atangaze wale vijana wanakatakata watu na mapanga, mambo yao itakuwa iko motoni. Sijawahi kusikia kama kuna insecurity lapse. Kabla akuje huu regional tuko naye, nilitamani kama ningepewa mimi bunduki nitembee nikiwadondoa wale vijana mmoja baada ya mwingine wakienda, kwa sababu walikuwa wameharibu usalama kabisa. Wanaweza vamia soko na vipanga wakakatakata watu, na hakuna kitu kikubwa anataka ni kujeruhi watu na kuchukua kile ambacho wanaona wanaweza chukua, kaondoka wakaenda. Maona sasa ambapo ukweli ni kwamba usalama ulikuwa mbovu. Lakini alipoingia huyu regional mpya, ukiangalia kulingana na kipindi hicho
na kipindi hichi ambaye amekuwa hapa kwa muda mchache, ukweli ni kwamba ameweka usalama huko. Nikiripotia Taswira Al-Shifaa kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni David Lukoye. Naam, tuelekee katika kaunti ya Kwale mtazamaji, ambapo wiki chache baada ya kaunti 43 kupokea shilingi bilioni 71 kupitia mpango wa Financing Local Led Climate Action, wakazi wa Lungalunga katika kaunti ya Kwale wametoa wito kwa kuongezwa kwa juhudi za kutoa elimu kwa jamii, wakisema wengi bado hawana uelewa wa kutosha kuhusu mpango huo. Wanataka mashirika pamoja na serikali ya kaunti ya Kwale kushirikiana ili kuhakikisha wakazi wanapata taarifa za kutosha kuhusu miradi inayofadhiliwa na shirika hilo katika eneo hilo. Wametoa wito huo wakati wa mpango wa kutoa elimu kuhusu mradi wa uhifadhi na usimamizi endelevu wa mifumo ya ekolojia ya pwani na bahari ulioandaliwa na shirika la Kwale Women Focus Initiative kwa ushirikiano na Plan International Kenya. Wakazi wengi wanasema kwamba ingawa wamekuwa wakiona miradi mbalimbali ikitekelezwa katika maeneo yao, bado hawana uelewa wa kutosha kuhusu mpango huo, wakieleza kwamba masuala yanayohusu mpango huo ni mapya kwao. Tulikuwa tunafanya uhamasisho kwa jamii kutaka kujua tu kama jamii inaelewa Floka, na kama wanaelewa Floka ni nini, je, ni nini wao kama jamii wanafanya na wanahusishwa katika hizi kamiti za Floka kama jamii, ama wao ni kuona tu miradi inafanywa na hawaelewi inatoka wapi na kwa nini inafanyika katika jamii. Kuna kaya nyingi humo ambazo zimechafuka, miti tuna mito ambayo pia inakauka maji kwa sababu hamna miti ya kutosha, kwa sababu hii miti ilipotea kwa sababu ya sisi hatuna ufahamu wa kutosha. Sasa hizi wao wakija ndio tuna uwezekano wa kwamba tukikaa tunaweza kusema tupate miti, kaya fulani ijengwe, ipandwe miti, sehemu fulani ichimbwe maji, watu wanapata shida. Turudi mjini Mombasa, ambapo vijana katika kaunti ya Mombasa huenda wakanufaika na mpango wa serikali ya kaunti wa kuimarisha masomo ya kiufundi. Akizungumza katika chuo cha kiufundi cha Mtongwe, eneo bunge la Likoni, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amesema serikali ya kaunti inapanga kufanya mkutano na walimu wakuu wa taasisi za mafunzo ya kiufundi ili kujadili namna ya kuimarisha sekta ya elimu na kuongeza fursa kwa vijana. Gavana huyo ameeleza kwamba serikali ya kaunti ina mpango wa kushirikiana na kampuni mbalimbali zinazofanya biashara jijini Mombasa ili kuwapatia wanafunzi wanaohitimu vyuoni nafasi za mafunzo, yani internship, hatua inayolenga kuandaa kwa soko la ajira na kuongeza nafasi zao za kupata ajira. Katika program ya skills mitaani, vijana wenye kutaka kusoma saloon ni wapeleke watoto wa kike wakafanye mambo ya saloon. Wale wenye kutaka kufanya mambo ya kupika ni wapeleke wakasome mambo ya kupika. Mwenye kutaka kufanya mambo ya electrical aende akasome mambo ya electrical. But what I have also proposed, priority ya kwanza tuhakikishe tumezijaza hii shule ya Mtongwe na nyingine ambayo kwamba itakuwa ni ya county, tujaze watoto wetu hapa wawe priority ya kwanza, wasome hapa katika majumbani. Na wakimaliza nikiwa nimewapatia wanafunzi, sio kwa sababu ni akaunti ikawa ni bure. Shule italipwa na shule ni lazima, kwa sababu ni zaidi waajiriwe, kazi iendelee. Watu wakitoka kusoma hapa, na serikali ya kaunti itakuwa ni ya kwanza kwa wale watu ambao kwamba waloweza tukawasomesha kama ni hapa na kwingine, jambo ambalo kwamba serikali ya kaunti itahitaji wataalam namna ile. Tutakuwa mstari wa kwanza kuonesha ya kuwa tutawachukua hawa vijana. Tutaanza na attachment internship, kisha tuweze kuwaajiri hawa vijana, ili sio kuwa tumewasomesha watoto, baada ya kuwasomesha watoto wamekaa. Mambo matatu yatafanyika kwa mara mmoja. Jambo la kwanza, tutawatafutilia hawa vijana ajira. Kuwatafutilia ajira, tutakaa chini na mimi nitakaa na hawa viongozi wengine walioko hapa. Akili nyingi haziwezi kushindwa na shetani. Akili nyingi haziwezi kushindwa. Mimi napiga bongo langu na naona kuna uwezekano. Niwaambie yale makampuni wale ambao kwamba tunawadai SBP, tunawadai leseni, badili nyinyi kuangalia njia tuanze kupelekana mbio na watu wa inspectorate. Hawa watoto tukishamaliza kuwasomesha, wachukueni na mimi niwapunguzie fee fulani pale, sio?
itakuwa imenisaidia mimi, imemsaidia kijana, imemsaidia na yule, kwa sababu yule badala kwa amelipa serikali akiajiri watu wataendeleza ile gurudumu la watu kufanya kazi. Unaendelea kutazama Taswira ya Wiki, mtazamaji. Baraza la makanisa nchini NCCK sasa linataka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kukaza kamba katika kudhibiti matumizi ya fedha za wanasiasa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Baraza hilo linasema kwamba kuwepo kwa sheria inayowataka viongozi wa kisiasa kuweka wazi vyanzo vya na kiwango cha fedha wanazotumia katika kampeni zao kusaidia kuhakikisha rasilimali za umma hazitumiki kufadhili kampeni za kisiasa. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano uliowaleta pamoja viongozi mbalimbali wa makanisa katika kaunti ya Kwale. Viongozi hao pia wamewaonya vijana dhidi ya kupokea hongo kutoka kwa wanasiasa wanaowashawishi kwa fedha ili wawapigie kura. Haya yanajiri baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kutoa mwongozo kuhusu kiwango cha fedha kinachoruhusiwa kutumika na wagombeaji wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu ujao. Wanatayarisha sheria, lakini sheria hii mwishowe itaenda bungeni. Kwa hivyo tusipochagua pia wabunge ambao wataangalia maslahi ya wananchi, hata zile sera ambazo taasisi mbalimbali wana draft ama wanaweka, ikifika bungeni inawekwa kando, kwa sababu kama unataka kuambia mbunge usitumie zaidi ya pesa kadhaa, pia pesa unaoitumia tunataka kujua imetoka wapi. Pesa isitutatize katika mambo haya. Ni waje na mikakati ambayo itazuia wanasiasa kutumia hiyo pesa kuwafanya wananchi kuwapigia kura, ambazo baada ya hapo hakuna kitu kitafanyika kuendeleza huyu mwananchi. Tuna channels nyingi za kuwasilisha matakwa yetu ama hitaji letu. Hivyo basi vijana tunaomba ya kwamba tukaweze kuachana na wanasiasa ambao wanatupeleka katika direction ambayo haifai ya kuweza kuleta uharibifu katika jamii. Naam, kufikia hapo mtazamaji, nasema shukrani za dhati kwa kuichagua Alshifaa kwa kituo chako bora cha matangazo, habari na burudani. Kusii tu kwamba usikose kutazama The Pink Corner, kipindi bab kubwa ambacho kinakujia kila Jumatano saa 1:40 jioni. Kipindi ambacho kinagusia masuala mazima ya afya ya akili. Usikose kutazama, maana ni maswala yanayokuhusu wewe mtazamaji. Nachukua pumziko fupi, narudi na habari za kimataifa na michezo. Usiondoke. Karibu tena mtazamaji kwenye habari za kimataifa, ambapo Marekani imeendelea kuishambulia Iran huku waasi wa Houthi nchini Yemen wakijiingiza katika vita hivyo kwa kuzishambulia meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu ambazo wanasema zilikiuka kizuizi cha majini. Iran na Marekani zimetishiana hapo jana kuongeza mashambulizi dhidi ya kila mmoja baada ya washiriki wa Tehran wa kundi la Wahouthi kushambulia meli za kibiashara za Saudi Arabia na kusababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi. Masoko ya hisa yameyumba huku bei za mafuta zikivuka dola 100 kwa pipa baada ya waasi wa Kihouthi kuzilenga meli katika bahari ya Shamu pamoja na vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump vya kulipiza kisasi kwa kuwashambulia Wahouthi. Rais Trump alisema kwamba Marekani itachukulia Iran kuwa inawajibika kwa vitendo vya Wahouthi na akaonya kwamba Tehran pamoja na Wahouthi wataadhibiwa vikali kijeshi hivi karibuni. Aidha pia Rais Trump alisema Washington itaanza kutumia mali za Iran zilizofungiwa ili kulipia meli na shehena zilizoharibiwa na mashambulizi karibu na eneo la Ghuba. Tuingie viwanjani mtazamaji, ambapo bingwa mtetezi wa mashindano ya Sisi ni Dola Fayaz Beka wamefuzu hatua raundi ya 16 kama mshindi mwenye matokeo bora baada ya kutoka sare ya magoli 4-4 dhidi ya Nabada FC. Katika mchezo huo Fayaz walitangulia kuongoza kwa mabao mawili kipindi cha kwanza kabla ya Nabada FC kusawazisha na kufanya matokeo kuwa 2-2 wakati wa mapumziko. Kipindi cha pili kilifuata mkondo huo huku kila timu ikifunga mabao mawili zaidi na kufanya mchezo huo kumalizika kwa sare ya 4-4. Katika msimamo wa kundi A, Green Eagles wanaongoza kwa pointi 7 wakifuatwa na Nabada FC wenye pointi 5. Fayaz FC wamefuzu hatua raundi ya 16 bora kama mshindwa mwenye matokeo bora, huku Magongo FC wakiondolewa baada ya kukusanya alama 0 katika mechi walizocheza. Yaani inamaanisha hawakupata alama hata moja wakipoteza mechi zote.
Wakati huo ni kwamba mwishoni mwa wiki hii, yani siku ya Jumapili, siku ya kesho, Al-Shifaa Midi FC watavana na Wananyuki FC katika mchezo wa kundi cha, huku Wanderers FC wakimenyana na wenyeji Mombasa Sports Club. Al-Shifaa Midi FC wanaongoza kundi cha kwa pointi 6. Tayari wamejihakikishia nafasi yao katika raundi ya 16 bora kwenye mashindano hayo baada ya ushindi wa mechi 2 zilizopita. Tukisonga mbele ni kwamba mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS imepanga kusikiliza kesi itakayoamua mshindi halali wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025. Kikao hicho kitafanyika Oktoba tarehe 8 na kitahusisha shirikisho la soka la Senegal, shirikisho la soka la Afrika CAF pamoja na shirikisho la soka la Morocco. Rufaa hiyo inalenga kupinga uamuzi wa CAF wa kuitangaza Senegal kuwa imepoteza mashindano kwa njia ya kutoshiriki au kukiuka kanuni, yani forfeit. Hatua iliyofanya Morocco kutangazwa mabingwa wa AFCON mwaka 2025. Pande zote zinazohusika hazikukubaliana kuharakisha mchakato wa usikilizaji wa kesi hiyo. Hivyo utaendelea kufuata ratiba ya kawaida ya mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS. Kikao hicho kitafanyika bila ya umma kuhudhuria. Baada ya kusikiliza kesi hiyo kukamilika, jopo la majaji wa CAS litaanza kujadili ushahidi na hoja zilizowasilishwa kabla ya kutoa uamuzi wa mwisho. Na tuelekee ugaibuni ambapo timu ya taifa ya kandanda ya Ujerumani imethibitisha uteuzi wa aliyekuwa kocha wa Liverpool na Borussia Dortmund Jurgen Klopp kuwa meneja mpya wa timu ya taifa hilo. Hatua hiyo imejiri wiki chache baada ya shirikisho la soka la Ujerumani DFB kuachana na aliyekuwa kocha mkuu Julian Nagelsmann kufuatia kampeni ya timu hiyo katika kombe la dunia lililofanyika nchini Marekani. Katika uteuzi huo imebainika kwamba Klopp atasaidiwa na aliyekuwa msaidizi wake katika klabu ya Liverpool Pepin Legenders pamoja na aliyekuwa kiungo wa timu ya taifa Ujerumani na klabu ya Borussia Dortmund Steven Bender na mchambuzi wa mbinu Peter Kreuzer. Mechi ya kwanza ya Klopp akiwa kocha wa Ujerumani itakuwa dhidi ya Uholanzi mwezi Septemba tarehe 24 katika michuano ya UEFA Nations League. Kwingineko ni kwamba kiungo zamani wa timu ya taifa Italia Andrea Pirlo anatarajiwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa hilo. Pirlo anatarajiwa kusaini mkataba wa hadi mwaka wa 2030 wenye thamani ya euro milioni 1.5 kwa mwaka. Tangazo rasmi linatarajiwa kutolewa katika siku chache zinazokuja. Pirlo ambaye pia ni mmoja wa wachezaji mashuhuri zaidi katika historia ya soka Italia amewahi pia kuzifundisha vilabu kama vile Juventus. Mabingwa Ulaya PSG wanajiandaa kuwasilisha ofa ya dola milioni 137 sawia na pauni milioni 102 ili kumsajili kiungo wa Chelsea Enzo Fernandez kulingana na jarida la Feature. Nadaiwa PSG watatumia mbinu zote ili kuhakikisha kwamba wanamshawishi mchezaji huyo ambaye pia anawindwa na Manchester City, ambaye inaripotiwa huenda ikaharakisha juhudi zake ili kumnasa yeye pamoja na beki wa kimataifa Faransa Malo Gusto katika kipindi hiki cha usajili. Arsenal inakaribia kukamilisha usajili wa kiungo wa Newcastle United Bruno Guimaraes, huku ikipanga kufuatilia hatua hiyo kwa kumsajili winga wa kushoto mpya ili kuimarisha kikosi chake. Newcastle United inataka ada ya uhamisho wa dola milioni 123, takriban pauni milioni 92 ili kumuuza kiungo huyo wa Brazil katika dirisha hili la usajili. Kiungo wa Manchester City Rodrigo Hernandez Cascante anadaiwa kusubiri uamuzi wa rais wa Real Madrid Florentino Perez ili kuidhinisha uhamisho wake kwenda katika klabu hiyo. Iwapo Rodri ataondoka Manchester City, inatajwa kwamba Manchester City wako tayari kumfuatilia kiungo wa Real Madrid Eduardo Camavinga kama mbadala wake. Hata hivyo, City itakabiliwa na ushindani kutoka kwa Arsenal na Chelsea ambazo pia zinamuinda ama zinamwania mchezaji huyo. Mwisho ni kwamba Manchester City wanaangalia uwezekano wa kumsajili forward wa Chelsea, tunamzungumzia Pedro Neto, ambaye hatima yake katika klabu ya Chelsea imekuwa haieleweki kufikia sasa. Kwa hivyo inatajwa kwamba Enzo Maresca anasukuma zaidi ili kusajiliwa kwa mchezaji huyo. Na mtazamaji, kufikia hapo nasema shukrani za dhati kwa kutenga wakati wako kutazama matangazo yetu ya siku hii ya leo. Imekuwa wiki maridawa kabisa, matukio ambayo kwamba yanakuhusu wewe mtazamaji. Kumbuka matangazo hayo unaweza kuyatazama moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, ambapo pale Facebook tunapatikana kama Al-Shifaa Digital Kenya, pale YouTube pia ni Al-Shifaa Digital Kenya, na pia tunapatikana at Al-Shifaa Television Kenya. Kwa mitandao ya X, Instagram na TikTok ni Al-Shifaa Media Kenya. Na kushukuru mtazamaji, hakikisha kwamba wewe unatuchagua kuwa nambari 1 hapa
katika ukanda wa Pwani vile vile na Kenya kwa jumla. Kumbuka pia unaweza kufuatilia vipindi vyetu vya televisheni kwa hivi sasa, ambapo kila Jumatano kipindi cha The Pink Corner kinakujia moja kwa moja kuanzia saa 1 jioni na dakika 40. Kwa hivyo nakusihi tu usikose, maana tutakuelimisha kuhusiana na swala zima la ugonjwa wa akili, mkipenda mental health. Hapo anasema kwamba hakuna mzogo usiokuwa na wadudu, hata uwe na nyama chungu kiasi gani. Wahenga hao, Mhenga Digital anasema hivyo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mtazamaji, piga picha amekuwa ni kaka Isa, amekuepo pia Kennedy Baraka, kisha kwa matangazo haya na kuendelea mubashara. Na kutakia weekend njema mtazamaji, uwe na wakati mwema